wewe unaweza ukakutana na mtu wako hatima ukasema, bwana, niko kwenye deni, nadaiwa. Huyu mtu anachoniambia nadaiwa. Mtu wa hatima anapokuja haangalii. Nachomwomba Mungu, ukiletewa mtu wa hatima usikumbuke madeni. Usikumbuke madeni. Usikumbuke uchungu ulionao moyoni, bali muangalie Yesu. Muangalie Mungu kwamba huyu mtu aliyekuja ndio mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anapokuja, Mungu anapokuletea mtu wa hatima, anakupandisha thamani. Mtu anakuja anakupandisha thamani. Usiangalie sasa maisha ulionayo kwa kipindi hicho. Usiangalie nimefungwa. Kwetu kuna maisha hali ya chini sana. Kwetu hakuna mtu anayeweza akajenga nyumba nzuri. Kwetu hakuna mtu anayeweza akanunua gari. Kwetu hakuna mtu anayeweza akaolewa kwa harusi. Haleluya. Kwetu hakuna mtu anayeweza akawa mhubiri mkubwa. Hakuna mtu anayeweza anathubutu kusimama kuambia watu Yesu anaokoa, kumwambia yule mgonjwa ambaye amekata tamaa Yesu anakuponya. Mtu wa hatima anapokuja anakupandisha thamani, kwamba unaweza kumwambia mtu aliyekata tamaa Yesu anakuweza, Yesu anaweza. Ya kwamba mtu ambaye amekata tamaa, ya kwamba inuka tena, songa mbele. Mtu wa hatima anapokuja anakuambia wewe ni wa thamani sana, anakupandisha thamani. Huyo ni mtu wa hatima. Huyo ni zawadi Mungu amekuletea, ni zawadi ameletwa kwenye maisha yako. Sasa usiangalie hali yenu ya sasa, usiangalie hali yako ya sasa, bali angalia thamani iliyoko ndani yako, na angalia kile ambacho mtu wa hatima amekuja nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa hatima anapokuja, anakuja anakubadilishia maisha, anakupandishia thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe usifike mahali unakata tamaa. Usiangalie kwamba wewe ni mdogo. Hapana. Usiangalie kwamba wewe ni mdogo. Siwezi nikafanya biashara kubwa. Siwezi nikafungua kampuni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikakwambia mtu wa hatima haangalii hali yako. Haangalii hali yako. Huyo ni mtu wa hatima. Haangalii hali yako. Mtu wa hatima anapokuja haji kukupa thamani, kwa sababu tayari wewe ni wa thamani machoni pa Bwana. Anakuja kupandisha thamani yako. Anakuja kupandisha thamani yako. Wewe unapokaa usijilinganishe na mwingine. Wewe jua wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe ni mtu mkubwa sana. Unaweza ukafanya mambo makubwa sana. Unaweza ukafanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo jihesabu wewe ni wa thamani. Mtu wa hatima akija anakupandishia thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakupandishia thamani huyo mtu wa hatima. Ndio anapofika anapandisha thamani yako. Anapandisha thamani yako. Kwa sababu kwenye Mwanzo, kwenye Isaya 43 mstari ule wa 4, kwamba amesema umekuwa wa thamani sana machoni pangu. Umekuwa wa thamani. Kwa hiyo Mungu anapokuletea mtu wa hatima, huyo mtu wa hatima anakuja kupandisha thamani yako. Anakuja kuongeza thamani ya kwako. Haji kwa sababu umeshakuwa tayari ni mtu wa hatima. Anakuja kupandisha ile thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakupandisha ile thamani yako. Na ndio maana Daudi aliweza kukaa na watu wenye madeni. Daudi amekaa na watu wenye uchungu mioyoni. Haangalii kwamba wewe una uchungu kiasi gani. Haangalii kwamba umekata tamaa kiasi gani. Haangalii kwamba umekuwa mgonjwa kwa muda gani. Imefika mahali sasa umesema mimi siwezi nikapona. Umeenda umefanywa vipimo, unaambiwa ugonjwa hauonekani. Usiangalie hicho. Daudi hakuangalia hicho. Alitaka hao watu waliokata tamaa, hao watu wenye uchungu, hao watu waliotengwa na familia, hao watu waliotengwa kwenye jamii, ndio Daudi aliweza kukaa nao, akatengeneza jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alitengeneza jeshi kubwa. Daudi alikuwa ni mtu wa hatima ya yule mtu aliyekata tamaa, ya yule mtu ambaye amevunjika moyo, yule mtu ambaye amevunjika moyo kabisa, amesema mimi siwezi. Daudi alipofika tu, wale watu walimfuata Daudi kwamba mimi nina uchungu, ngoja nimfuate huyu. Sasa tuko mahali hapa, ninaweza nikajichukulia mfano mtumishi aliyoko kwenye hii madhabahu anaobeba hatima yetu sisi. Yeye ndio amekuwa Daudi wetu. Yeye anaweza akawa amekuwa mtu wako wa hatima. Daudi ndio Daudi wetu sasa. Wewe ulikuwa umevunjika moyo. Unapokuja mahali hapo, mtumishi akakwambia